Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Januari 27 siku ya Jumanne asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa zopa kipaumbele. Linaanza na habari inayosema siasa fedha kikwazo, ujenzi wa daraja la mto Mliganzi. Siasa fedha kikwazo ujenzi wa daraja la mto Mliganzi. Lakini wananchi wahimizwa kutumia fursa msaada wa kisheria kudai haki zao. Wananchi wahimizwa kutumia fursa msaada wa kisheria kudai haki zao. Lakini bado kuna habari inayosema pacha walioungana wapelekwa Saudi Arabia kutenganishwa. Pacha walioungana wapelekwa Saudi Arabia kutenganishwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini bado kuna habari inayosema Rais Ouattara amteua mdogo wake kuwa naibu waziri mkuu. Rais Ouattara amteua mdogo wake kuwa naibu waziri mkuu. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema bunge kuanza mambo matano yakisubiriwa. Bunge kuanza mambo matano yakisubiriwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini waziri aingilia kati sakata la Msukuma na mwekezaji. Waziri aingilia kati sakata la Msukuma na mwekezaji. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe lenye lina habari kubwa inayosema maziko yageuka jukwaa la vijembe, walioondoka na waliobaki Chadema. Maziko yageuka jukwaa la vijembe, walioondoka na waliobaki Chadema. Lakini Rais Samia kusaminisha kuzaliwa akipanda miti na ajenda nyeti. Rais Samia kuadhimisha kuzaliwa akipanda miti na ajenda nyeti. Lakini vyoo havina maji kwa miaka minne. Vyoo havina maji kwa miaka minne. Wanafunzi walengwa waendelea kudumu na vyoo chakavu. Ruwasa sisi tunasubiri suluhu ya mradi wa maji kutoka ziwani. Kilio cha umma ujenzi bila tathmini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini tume ya sheria yampekua DPP uhalali wa tuhuma zake. Tume ya sheria yampekua DPP uhalali wa tuhuma zake. Na mwanajeshi kortini mashtaka ya ugoni, mwenye mke adai fidia ya milioni 121. Mwanajeshi kortini mashtaka ya ugoni, mwenye mke adai fidia ya milioni 121. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Tanzania Leo asubuhi ya leo linaandika Dr. Mwigulu ashusha maelekezo mkutano mkuu TAKUKURU. Dr. Mwigulu ashusha maelekezo mkutano mkuu TAKUKURU. Lakini Rais Mwinyi uchumi wa kidigitali kipaumbele kwa Wazanzibari. Huyo ni Rais Mwinyi, habari inaendelea ukurasa wa 4, asema uchumi wa kidigitali kipaumbele kwa Wazanzibari. Lakini diplomasia Dr. Samia yapasua anga Uingereza. Diplomasia ya Dr. Samia yapasua anga Uingereza. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema Rais Samia kuongoza upandaji wa miti leo akiadhimisha birthday yake Zanzibar. Rais Samia kuongoza upandaji wa miti leo akiadhimisha birthday yake Zanzibar. Lakini serikali yatoa saa 48 Twiga Tanga Simenti kujisalimisha. Serikali yatoa saa 48 Twiga na Tanga Simenti kujisalimisha. Lakini BOT fedha isifadhiwe katika pindo za Kanga na Matiti. Yao ni BOT wasema fedha isifadhiwe kwenye pindo za Kanga. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo ina habari inayosema serikali itaendelea kufanya kazi na sekta binafsi. Huyo ni Hemedi asema serikali itaendelea kufanya kazi na sekta binafsi. Lakini tunataka kuwa uchumi mkubwa duniani na Dr. Mwinyi tutawekeza kwenye uchumi wa kidigitali.
Huyo ni Dr. Mwinyi asema tutawekeza kwenye uchumi wa kidigitali, lakini Dr. Pembe ataka utamaduni mila zisilka zienziwe. Lakini kimataifa, Obama Clinton wakemea mauaji ya waandamanaji. Obama na Clinton wakemea mauaji ya waandamanaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Zanzibar Leo, tuangazie gazeti lako la Uelekeo lenye kwenye kurasa mbele inaandika Tanzania inaongoza kwa utawala bora. Tanzania inaongoza kwa utawala bora, vijana leteni suluhu ya teknolojia sekta ya afya. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele. Lakini teknolojia ya madini yazidi kuimarishwa. Teknolojia ya madini yazidi kuimarishwa. Na tukiachana gazeti lako la Uelekeo, tuangazie gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika mkoa wa Pwani waungana na Rais Samia kwa kutoa miche milioni 1.5. Mkoa wa Pwani waungana na Rais Samia kwa kutoa miche milioni 1.5. Lakini TAKUKURU imeokoa zaidi ya bilioni 60.2. TAKUKURU imeokoa zaidi ya bilioni 60.2. Na Mavunde yazungumzia faida za maabara ya madini Kizota. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Majira lenye ukurasa wa mbele inaandika kikosi cha kuandaa mpango kazi kitaifa chazinduliwa. Kikosi cha kuandaa mpango kazi wa taifa chazinduliwa. Lakini tujifunze maana ya watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na Dr. Mwigulu, serikali imeimarisha TAKUKURU vita ya rushwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Uhuru kuna habari inayosema Rais Samia hapendi rushwa. Huyo ni Dr. Mwigulu asema Rais Samia hapendi rushwa, na serikali yatoa bilioni 4 za upasuaji mabusha. Lakini siku 100 za Rais Samia mageuzi kibao sekta ya madini. Siku 100 za Rais Samia mageuzi kibao sekta ya madini. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele inaandika Samia kuipamba 27 ya kijani leo. Samia kuipamba 27 ya kijani leo. Lakini Dr. Mwigulu, serikali imeimarisha TAKUKURU mapambano ya rushwa. Serikali imeimarisha TAKUKURU mapambano ya rushwa. Lakini wizara ya ardhi yaingilia kati mgogoro wa Msukuma na mwekezaji Geita. Huyu ni wizara ya ardhi yaingilia kati mgogoro wa Msukuma na mwekezaji Geita. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanahabari lenye lina habari inasema wizara ya ardhi yatoa neno sakata la mgogoro eneo wa Geita. Lakini serikali yazindua kikosi kazi cha kuandaa mpango kazi wa uchumi wa buluu. Lakini happy birthday Dr. Samia. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwanahabari, imeandikwa happy birthday Dr. Samia. Lakini Dr. Mwigulu aipongeza TAKUKURU kwa kuokoa bilioni 60.2 na kuzielekeza katika huduma za kijamii. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo ukweli na wazi linaandika sekta ya madini yajivunia miradi mikubwa 13. Sekta ya madini yajivunia miradi mikubwa 13. Lakini Twiga Tanga Simenti wapewa saa 48 kujisalimisha. Kuna ni huko kwenye Twiga na Tanga Simenti, lakini serikali yawapa saa 48 kujisalimisha. Na Kagera waongoza kufanya vizuri miradi inayofadhiliwa na TADB. Kagera waongoza kufanya vizuri kwa miradi inayofadhiliwa na TADB. Na kamati ya bunge yaagiza vyuo VETA vitumike kutatua changamoto. Kamati ya bunge yaagiza vyuo vya VETA itumike kutatua changamoto. Hilo ni gazeti lako la Raia Mzalendo ukweli na wazi kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo lenye lina habari inayosema magereza waukana ujumbe wa Lissu kutokea gerezani. Lakini tume huru ya uchaguzi ya wanoa wasimamizi uchaguzi Peramio. Na TADB yatoa mikopo ya shilingi bilioni 336 Kagera. Na TMA utabiri wa mvua vuli umeenda sahihi. Hilo ni gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na gazeti lako la Mtanzania leo tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo
Na burudani asubuhi ya leo, gazeti lako la Tanzania Leo linaandika Simba yaahidi makubwa kwa Mkapa. Simba yaahidi makubwa kwa Mkapa, na Simba Queen yajikita kileleni ligi kuu, huku wanakazi Yanga yaigeukia Dodoma Jiji. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika Simba kupambania pointi 9 kafu, na watano kuhojiwa na kamati ya maadili ZFF. Rais wa FIFA kuzindua akademi Tanzania. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Uelekeo kwenye michezo linaandika Yanga Dodoma Jiji itarudisha njia ya ushindi. Simba yarejea na matumaini ya kufuzu robo fainali kafu. Lakini kipa Manyika Peter afariki dunia. Huyo ni Peter Manyika afariki dunia. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye michezo linaandika Simba bado haijaishiwa pawa kafu, Ahmed Ali asema. Lakini kipa wa Taifa Stars na Yanga Peter Manyika afariki dunia. Yanga yapanga kuwashtua Al Ahli. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 14 kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Huku gazeti lako la Majira lenyewe kwenye michezo linaandika Yanga hasira zote kwa Dodoma Jiji leo. Lakini Peter Manyika afariki dunia. Simba bado ina jambo lake kafu. Hilo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe kwenye michezo linaandika Beki Esperance Simba kuna watatu tu, lakini majembe mapya yapewa shavu. Majembe mapya yapewa shavu, pointi za heshima Yanga yamuita Dube mezani. Lakini mabao yaliyosepa ligi kuu, mabao yaliyosepa ligi kuu, mastaa wamlilia Peter Manyika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini huko kimataifa, Arsene Wenger Arsenal inategemea kona tu. Huyo ni Wenger asema Arsenal inategemea kona tu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio inatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.